Kwanza ni wapongeze waliosimamia hadhara hii. Sheikh wa wilaya na kijana wetu Rashid na jopo zima ambalo la wazee na vijana ambao wamesimamisha hadhara hii. Hadhara nzuri, imependeza, na hadhara ambayo watu wametulia kwa muda mrefu sana. Kwa kawaida ikifika saa 6 inakuwa tumemaliza, lakini leo tunakwenda saa 6 na dakika kadhaa, bado watu wanaona kama saa 3. Ni kwa sababu ya maandalizi mazuri ya walioandalia. Niseme neno moja kwanza la kuwahimiza, ili neno la kiuongozi. Ni wahimizi Waislamu wasikose kupiga kura siku itakapofika. Naungia maneno ya Mheshimiwa Waziri, ameniomba angalau niguse kusema tusikose kwenda kupiga kura. Unaweza ukaona kama jambo halina maana, na wewe mwenyewe wala hulioni kama lina matata yote, kwa sababu mwenyewe unaswali, unafanya ibada zako, unafanya kila kitu. Swala hilo litafanywa na watu wengine. Lazima uone na wewe ni sehemu ya wananchi wa Tanzania kama Muislamu unayekwenda kupiga kura. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukaacha kupiga kura kumchagua ambaye anafaa kuweza kulisaidia eneo lako, kwa kutokupiga kura akaingia ambaye hafai, akakuletea tabu mpaka kwenye ibada zako, akakujengea baa mbele ya msikiti, akufanyia mambo mengi ya matata, na huna njia ya kumuondoa kwa sababu ya msikitini, kwa sababu ya khutba au imamu, huwezi kumtoa. Ni kwa sababu ya njia hizi za kura ndio unaweza kumtoa. Kwa wito wangu kwa Waislamu, tusikose kwenda kupiga kura. Jambo lingine, sisi ni Waislamu, hatuna haja ya kuwa wanyonge katika mambo. Ni kwa nini mpaka leo tuko wanyonge Waislamu katika kila jambo? Ni wanyonge kielimu, ni wanyonge kiuchumi, ni wanyonge katika maendeleo yote, katika mawanja yote ya maendeleo sisi ni wanyonge. Alafu tunapenda sana kufikiri mambo ya zamani yaliyofanyika zamani, yani kulaumiana katika mambo mbalimbali. Jambo fulani, tungefanya hivi ingekuwa hivi, angefanya bashekhe maimamu angefanya hivi ingekuwa hivi, bashekhe zetu bwana wangefanya hivi sasa ingekuwa wenyewe tuko huku, angalia wenzetu. Hatutakiwi tuwe katika hali ya namna hiyo. Natakiwa tuanze pale pale tulipo kwenda mbele. Na kila kunapokuwa na shida nyingi na matatizo mengi, tunatakiwa tujione kama tuko katika msiba. Wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu. Sasa musiba hapa sio kifo tu. Ukianza aya wala nabluwannakum bi shay'in, maana yake imekuja kwa nakra kwa sababu ya kuonesha ni kitu kidogo mbele ya Mungu hicho, lakini kwa sisi kikubwa, kama kufelewa, kukosa mazao, kukosa matunda, ni msiba. Na tukipata na msiba wa kufelewa, tunapeana taazia, tunapeana pole. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumpenda mtume wake Muhammad, katika vita vya Uhud ambavyo Waislamu walipoteza nafasi ya ushindi kwa sababu ya kukhalifu amri ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ushindi ulikuwa umeshapatikana, watu walipokhalifu amri ushindi ukanyang'anywa, wakaupata makafiri. Sisi Waislamu hatukuupata katika vita vya Uhud kwa sababu ya kukhalifu amri. Na ukikhalifu amri, Mwenyezi Mungu anakutia misukosuko.
ndio namna yake. falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, kuonesha kwamba ukikhalifu amri utapatwa na misukosuko mikubwa. Sasa Waislamu walipata katika vita vya Uhud misukosuko mikubwa na wakapotea watu wakubwa. Wa ala ra'sihim mzee wetu Saidina Hamza radhiallahu ta'ala anhu akapotea, na wengine wengi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumpenda mtume wake akampa taazia, yani Mwenyezi Mungu anampa pole mtume wake, anamwambia wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Hii ni taazia. Mufassirina wote wameeleza kwamba hii aya ilikuwa inampa pole mtume kutokana na misukosuko iliyowapata katika siku ile ya vita vya Uhud. Walikuwa wanaelekea kushinda na ukishashinda, baadaye walipotokea baadhi ya maswahaba kukhalifu amri ya mtume, misukosuko ikawapata mikubwa sana. Kuna katika wao waliouliwa, bali kuna katika wao waliojeruhiwa, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa pole mtume wake, anamwambia msiwe wanyonge wala msihuzunike au msikate tamaa, hali ya kuwa nyinyi mko juu. Nyinyi mko juu, Waislamu ni watu wako juu. Hakuna haja ya watu kuwa wanyonge, hakuna haja ya watu kuhuzunika na kukata tamaa, kwa sababu wako juu Waislamu. Sasa Waislamu tukabateni utaratibu huu wa kwamba sisi ni Waislamu na tuko juu katika kila jambo. Hatutaki kuangalia mambo ya nyuma, na ndio maana Mwenyezi Mungu anampa pole mtume wake, lisiangaliwe lile sasa, liangaliwe jambo la mbele. Sasa sisi tusitazame miaka iliyopita huko nyuma, miaka 80, 90, 60, watu wamekuwa nyonge, wangeshika hivi ingekuwa hivi, wangeshika ardhi wazee wa zamani ingekuwa hivi. Hapana, tushike sasa. Huu ndio wakati wa kushika maardhi, kushika kila kitu, ndio wakati wake. Hakuna haja ya kuwa nyonge, kwa sababu sisi tumeambiwa tuko juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kama tuko juu, hii sifa ya kuwa wanyonge, kudhoofika, hii sifa ya kuhuzunika na kunungunika na kujilaumu inatoka wapi? Turudini katika upande wa mafunzo aliyotupa Mwenyezi Mungu kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tunatakiwa tumfuate mtume katika kila jambo. falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun, wale ambao kwamba wamemwamini mtume, wa azzaruhu, na wakamuadhimisha wakamtukuza, kama sisi ambao tumekusanyika leo hapa kwenye maulidi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanasaru, wakamnusuru, wakamsaidia katika kazi yake kufikisha dawa, kuhakikisha kwamba Uislamu unasimama, kisha wakifuata kitabu cha Qur'an. Wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a, wakaifuata nuru ambayo imeteremshwa pamoja naye. Maana yake wakafuata kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambacho ni Qur'ani, na ukifuata kitabu maana yake ni ukiyatumia yale ndani ya kitabu kile. Mwenyezi Mungu anafungamanisha kufaulu kwa watu hao na mambo haya aliyozungumza nyuma. Kwanza kumwamini Mungu, pili kumtukuza mtume, tatu kumnusuru, nne kukifuata kitabu, kufuata Qur'ani. Mambo haya manne mtu akiyashika, moja kwa moja huyu mtu anakuwa amefaulu. Waislamu wakati hautotoshi, na katika jumla ya sifa za Waislamu ni kutumia wakati vizuri. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa katika kueleza umuhimu wa wakati, akasema wal asr. Ni aya hiyo yenyewe tu, wal asr, tayari aya kuonesha umuhimu wa kutumia wakati. Na hapa kwa wakati wa alasiri, au na hapa kwa zama zako hizi Muhammad, utakwenda tena mpaka mwisho wa aya nyingine. Mwenyezi Mungu anatuonesha ufundi wa kuweza kutumia wakati. Kama Mtume sallallahu katika kipande cha hadithi anasema khairu ibadillahi alladhina yura'una ash-shamsa wal qamara wal adhillata li dhikrillah, bora ya waja wa Mungu
ni wale ambao wanalichunga jua, wanachunga mwezi, wanavichunga vivuli kwa ajili ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani wanachunga nyakati kwa ajili ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mafunzo ya namna yanavyotakiwa kutumia wakati. Atakaeleza Mwenyezi Mungu, inna salata kanat 'ala almu'minina kama mawquta, kuonesha wakati. Sio kwamba watu wanajisalia tu pale unapotaka wewe unaswali, mpaka kwa wakati wake maalum. Sallu salatan liwaqtiha, hadithi ya Mtume, sallu salatan liwaqtiha, huu ni wakati. Kwa hiyo wakati umekwenda sana, na kuna mambo ambayo baada ya wakati yanakuja mengine. Kila baada ya wakati inakuja jambo jingine, kila baada ya wakati inakuja jambo jingine. Na sasa hivi nadhani kuna mambo mengine ambayo yanatakiwa yaje, ambayo yatasababisha sisi tuweze kupata kheri zaidi, tupate kheri zaidi na tupate baraka zaidi. Lakini pia niwapongeze waliotoa nyadhi za mwanzo. Sheikh Isa Athmani mimi sikusikia, lakini mada iliyozungumzwa nimesikia, nimeambiwa. Na Sheikh Sharifu Izzuddin, naona kashaondoka. Izzuddin kazungumza mambo makubwa mazuri, na yeye msibaji mzuri, na tumefurahi. Lakini Sheikh Athman Maalim, kama mnavyojua, yeye fundi, kazungumza mambo mazuri sana ambayo yote yanatosha. Wakizungumza tu wawili watatu inatosha, maana sijikuwa kama onyesho watoto wa madrasa. Masheikh 10 wote wanasema sitakuwa kazi kubwa. Natosha watu wawili watatu wanatosha kutoa wao, kisha sisi tukaondoka na maagizo ambayo wameyatoa kwenye nyadhi zao. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.